Kwenye hatua mpya ya utata katika tasnia ya burudani, mtayarishaji nguru wa muziki Timbaland ametangaza rasmi kumsaini msanii wa kwanza wa akili bandia, yani AI, aitwaye Tata. Hatua hiyo imekuja kupitia kampuni yake mpya burudani ya AI to Stage Zero, ambayo alianzisha kwa ushirikiano na wajasiriamali Rocky Maduria na Zed Portillo. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari, Timbaland amesema sasa hafanyi kazi ya kutayarisha nyimbo pekee, bali anazalisha mifumo, hadithi na nyota kutoka mwanzo. Kauli hiyo imeweza kuzua maswali mengi, kwani mifumo hiyo ya AI inadaiwa kuwa kujengwa kwa kutumia data iliyotokana na kazi za wasanii wengine halisi, jambo linalozua maswali ya maadili na haki miliki. Timbaland amesisitiza kuwa Tata sio avatar wala mhusika wa kubuniwa, akidai kuwa msanii huyo wa AI ni kiumbe hai aliyejifunza na anajitegemea, kauli ambayo imeweza kupokelewa katika mchanganyiko wa mshangao au ukosoaji. Tata ni mwanzo wa jambo kubwa zaidi. Yeye ndiye msanii wa kwanza wa kizazi kipya cha A-pop. Ni mageuzi mapya ya kitamaduni na Tata ndiyo nembo ya kwanza ya aina hiyo, alisema Timbaland. Aina hiyo mpya ya muziki ambayo Timbaland anaita A-pop imekosolewa na baadhi ya wachambuzi wa muziki ambao wanaiona ni kama mchanganyiko wa teknolojia na biashara unaweza kudhoofisha nafasi ya wasanii halisi. Wengine wameita mtindo huo kwa kejeli kama power slop, wakimaanisha bidhaa burudani isiyo na kiini halisi cha ubunifu wa binadamu. Zaidi hapo, mwanzilishi mwenza Zed Portillo aliyechochea mjadala zaidi kwa kauli yake aliyosema, wasanii wa kesho hawatakuwa binadamu tu, bali pia watakuwa ni mali miliki za kibiashara, misimbo ya kompyuta na robot wanaojitegemea kabisa. Tangazo hili limekuja wakati ambapo sekta ya AI inaendelea kukosolewa kwa kufanya madai makubwa bila kuonesha mafanikio ya wazi, huku baadhi ya wamiliki wa kampuni za AI wakishutumiwa kwa kuendeleza ajenda zao binafsi kwa njia za kisiasa na kiuchumi. Hii hapa ni SNS Management.